kupata nafasi ya kuwajibu kwamba labda vyumba kweli vina shida au havina shida. Lakini manake watu hao walipokuja mapema na kukagua, wangeripoti kama tatizo, pengine tungekaa tukazungumza au tukaona nini cha kufanya. Lakini hatukupata malalamiko ya moja kwa moja kwamba bwana, tumeona vyumba vina tatizo, hatutaweza kuvitumia au nini kifanyike ili ikae sawa. Kwa hiyo siwezi nikasema kweli vyumba vilikuwa vina shida au havikuwa na shida, inategemea tafsiri ya aliyetaka kutumia hicho chumba. Kwa hiyo hicho ndio ninachoweza kusema. Lakini binafsi baada ya kusema mlienda kwenye hiyo vyumba, Yanga waliingia kwenye chumba na walitumia chumba. Yaani nyinyi kama wasimamizi wa uwanja mlienda kwenye vyumba na kuithibitisha hiyo harufu? Sisi kama wenye yani mpaka tunaruhusu kutumia uwanja, maana uwanja uko sawa kwa matumizi ya mchezo. Ndio maana sisi baada ya kuruhusu mchezo tunaruhusu na wale waandaaji wa mchezo waje kuona, kujihakikishia kweli mazingira yanaruhusu mchezo. Kwa hiyo kuna hatua ya kwanza sisi kujiridhisha kwamba tuko sawa. Hatua ya pili ni kwamba mamlaka za mchezo zije ziangalie, wajiridhishe kwamba kweli mazingira yanaruhusu. Watatu ndio wenye timu yenyewe inayocheza, kwamba sasa kama kuna malalamiko manake wapeleke kwenye mamlaka za mpira kwamba bwana, sisi tumeona mazingira ya vyumba hayaruhusu kwa sababu hizi na hizi na hizi. Baada hapo ndio hatua zingine zichukuliwe kwamba kweli kuna shida au hakuna shida. Lakini ninachoweza kusema ndio hayo, kwamba sisi kama uwanja tulikuwa vyumba vyetu vimekaa vizuri, havina tatizo. Watu wa mpira walikuja waliona hawana tatizo, na watu hao asubuhi wa timu wote walikuwa asubuhi hapa. Tumewakabidhi vyumba mapema tu asubuhi, mpaka muda huo wa mechi unachezwa vyumba vyote vilikuwa chini yao. Lakini kabla meneja kwa faida, kabla ya muda wa mchezo usimamizi wa uwanja unakuwa uko chini yenu wenyewe? Unamaanisha kabla ya mchezo saa ngapi labda? Kwa maana kabla ya timu kuwasili, ama ni muda gani ambao uwanja unakuwa uko chini yenu, na baada ya huo muda ndo pengine mnauacha uwanja chini ya mwenye uwanja kikanuni? Unapozungumzia uwanja kuna mambo mengi. Kuna pichi, kuna dressing room, kuna kila kitu. Lakini sisi kwa utaratibu wa kwetu hapa, kama timu zimekuja tunakubaliana wenyewe. Kwa mfano mechi ya jana wacheza Yanga na Azam, huwa wanatuma wawakilishi wa timu tena tu kwa ajili ya logistics za kwao, kwamba labda wanaandaa jezi na nini na vitu kama hivyo. Kwa mara nyingi inategemea na mechi inachezwa saa ngapi, labda ina mchezo saa 10, saa 3 tunakubaliana watakuja waje wavikague vyumba vyao, waone kama kuna changamoto wameona changamoto tuzitatue na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inategemea na mechi inachezwa saa ngapi. Wengine wanaweza asije kabisa akaja masaa mawili kabla ya mchezo. Sisi tutaendelea kusimamia uwanja, lakini mara nyingi tunapenda wapate muda wa kukagua, kama kuna shida yoyote wairipoti tuifanyie kazi ili mchezo uchezwe bila shida. Lakini sisi kama uwanja tukipokea tatizo lolote au ripoti yoyote kwamba vyumba vyao vina shida. Na uwanja wa Benjamin Mkapa uko vizuri, yani kwa maana uko kwenye hali nzuri, ndio maana wanasema wasimamizi hawakuona tatizo lolote. Kwa hiyo lipo juu yao wao wenyewe. Kwa sababu kama kulikuwa na shida, mamlaka tuna taratibu za kuripoti, kwamba ungeripoti kwa mamlaka ya mpira kwamba bwana, tunaona mazingira yaruhusu. Mamlaka za mpira na zile zingekuja kwetu, tungekaa pamoja tujadiliane tatizo ni nini, linatatulika. Kama linatatulika tunatatua, mambo yanaendelea. Lakini sina uhakika kwa sababu sijapokea rasmi upande wa timu wala upande wa mamlaka za mpira. Labda kama mamlaka za mpira zimepokea mnaweza mkawasiliana nao, lakini kwa upande wa uwanja sisi hatujapokea malalamiko kwamba vyumba vina shida. Na nyinyi mpo tayari, milango ipo wazi, kama kutakuwa kuna shida yoyote mpo wazi kukaa kujadili na kuona mnatatua vipi? Sisi hatuna shida kwa sababu mwisho wa siku tuna host michezo hapa. Na timu ndio wadau wetu wakubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuzuia kwamba hatupokee maoni ya watu au malalamiko ya watu au shida za watu, kwa sababu
sisi ndio wadau wetu, lazima tuwasikilize. Kama kuna shida tunaifanyia kazi. Mwisho wa siku sisi tunahitaji mazingira mazuri kwa timu zote na wacheze kwenye mazingira ambayo wanaridhika nayo. Kwa kumalizia, meneja, kama msimamizi wa uwanja, ikitokea sintofahamu kama hii, kwa wewe binafsi unaitafsiri vipi kama msimamizi wa uwanja? Kuitafsiri kwa sababu maoni ya watu, kila mtu ana tafsiri ya jinsi anavyoona. Cha msingi ni kwamba ni kumsikiliza na kukaa naye mezani. Kama ni jambo la kumuelewesha na muelewesha, kama kweli kuna tatizo mnalifanyia kazi. Kwa hiyo inategemea tafsiri ya anayesema. Kila mtu akiona kitu anajisi anavyotafsiri, lakini mara nyingine kama ni tatizo la kuelewa tu, mara nyingine kuelewesha mtu anaelewa, anajua kumbe sio tatizo, ila ni vile utakavyomuelewesha. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja kwamba na tafsiri vipi. Ndio maana nasema ni vizuri kama mtu ana tatizo aliseme, tulisikilize, kama ni la kutatua tulitatue, mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja kwamba na tafsiri. Ni vizuri tukamsikiliza mwenyewe anayeona kuna changamoto. Sawa. Meneja, asante sana kwa ufafanuzi. Bila shaka wengi watakuwa wanauelewa sasa kwamba haikuwa chini wala hamkuwa na hiyo taarifa. Sawa.